Kwa taarifa za hivi punde ni kwamba watekaji nyara watatu walio na mazoea ya kuwateka nyara wa Tanzania, hasa watu maarufu na wanaharakati nchini Tanzania, sasa watekaji nyara hao wapo mikononi mwa polisi na wamekamatwa. Cha ajabu zaidi ni kwamba hawajakamatwa na jeshi la polisi la Tanzania. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe kabla tuendelee. Maendeleo yanayoendelea kati ya Kenya na Tanzania yamevuta hisia kubwa za kikanda kufuatia kukamatwa kwa watu watatu wanaohusishwa na kile ambacho mamlaka inakieleza kama kesi ya utekaji nyara wa kuvuka mpaka inayomhusisha raia wa Tanzania. Habari kutoka Nairobi nchini Kenya zinaonyesha kuwa vyombo vya usalama vya Kenya vilichukua hatua haraka baada ya kupokea taarifa za kijasusi na za siri kuhusu washukiwa wanaoaminika kumsafirisha mtu kutoka Tanzania waliomteka nyara kisiri hadi katika eneo moja la Kenya. Tukio hilo limeibua maswali mazito kuhusu usalama na kimataifa, ulinzi wa haki za binadamu pia na jukumu la ushirikiano wa kikanda katika kushughulikia uhalifu huo. Waangalizi wanaona kuwa hali hiyo inaonyesha wasiwasi mpana zaidi kuhusu kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria na harakati za kulazimishwa za kuvuka mpaka ndani ya Afrika Mashariki na utekaji nyara. Kulingana na taarifa ya pamoja iliyotolewa na Amnesty International Kenya na chama cha wanasheria cha Kenya, operesheni hiyo iliyofanywa mnamo Februari tarehe 22 ilihusisha juhudi zilizoratibiwa kati ya mashirika mengi ya usalama ya Kenya, hatimaye kupelekea kukamatwa kwa watekaji nyara, mmoja wao akiwa Mtanzania, ambao walikuwa wamemteka nyara Mtanzania mmoja ambaye ni mwanaharakati aliyeko nchini Kenya. Hawa ni pamoja na maafisa waliotumwa kutoka vituo vya polisi vya Lukenya na Kiumbi ambao walifanikiwa kuwakamata watekaji hao wanaofanya kazi pamoja na mamlaka ya kitaifa na kaunti. Maafisa hao waliowakamata watekaji ni pamoja na maafisa waliotumwa kutoka vituo vya polisi vya Kenya vya Lukenya na Kiumbi wanaofanya kazi pamoja na mamlaka ya kitaifa na kaunti. Inasemekana kuingilia kati kwa kulifanikisha kuokolewa kwa mtetezi wa haki za binadamu wa Tanzania anayefahamika kama Msabaha Hamza aliyekuwa ametekwa na watu hao, ambaye pia anadaiwa alitekwa nyara kwa kile maafisa hao wa polisi walichokitaja kuwa ni vurugu na kupangwa kutekelezwa kutoka Tanzania. Hata hivyo, mamlaka ilisema kuwa washukiwa hao watekaji walijaribu kukwepa kukamatwa baada ya kupata upinzani kutoka kwa mwathiriwa. Ripoti zinaonyesha kuwa wakati wa operesheni hiyo gari la washukiwa hao lilinaswa eneo la Lukenye, ambapo askari walifanikiwa kuwakamata watu watatu watekaji wanaoaminika kuhusika moja kwa moja katika utekaji nyara huo. Miongoni mwa walionaswa ni raia wa Kenya aliyetambulika kwa jina la Edward Mwai ambaye inasemekana alikuwa akiendesha gari lililotumika kumsafirisha mwathiriwa au aliyetekwa. Kando yake walikuwa raia wa Tanzania anayefahamika kama Aziz Hamad na Mtanzania mwingine anayefahamika kama Neher, ambao wote sasa wanachunguzwa na wamekamatwa. Hata hivyo, kesi hiyo imebadilika haraka na kuwa swala tata la kisheria na kidiplomasia nchini Kenya, haswa kwa sababu inahusisha madai ya uhalifu wa kuvuka mpaka kutoka Tanzania. Maafisa wanapendekeza kuwa washukiwa hao wanaweza kuwa kama sehemu ya mtandao ulioratibiwa unaofanya kazi kati ya Tanzania na Kenya. Hii imesababisha wito wa uchunguzi wa haraka wa kina ili kujua ikiwa watu wengine au mashirika ziada yalihusika katika kupanga utekaji, kufadhili pia au kutekeleza madai ya utekaji nyara. Mamlaka nchini Kenya imesisitiza kuwa huenda wakakamatwa watu zaidi huku uchunguzi ukiendelea. Msabaha Hamza, mhusika mkuu wa kesi hiyo, anatajwa kuwa mtetezi maarufu wa haki za binadamu anayejulikana kwa utetezi wake katika demokrasia, uwajibikaji na haki za binadamu nchini Tanzania. Kazi yake haswa kufuatia mazingira ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 nchini Tanzania amekuwa akizungumza na kujihusisha sana, imeripotiwa kumweka katika uangalizi mkali sasa. Pia anahusishwa pia na mtandao wa mshikamano wa Pan African, kikundi kinachojulikana kwa kupinga mielekeo ya kimabavu katika bara zima. Kwa hivyo madai yake ya kutekwa nyara yameongeza wasiwasi miongoni mwa mashirika ya haki nchini Tanzania na Kenya kuhusu usalama wa wanaharakati katika eneo hilo. Mashirika ya kutetea haki za binadamu pia yamepongeza hatua ya haraka iliyochukuliwa na mamlaka ya Kenya kuwakamata watekaji hao na kubainisha kuwa uingiliaji kati huo huenda ukazuia madhara zaidi. Katika taarifa yao, Amnesty International Kenya na chama cha wanasheria cha Kenya walisisitiza kwamba Kenya ina wajibu wa kikatiba na kimataifa kulinda watu binafsi ndani ya mipaka yake. Walisisitiza zaidi kwamba vitendo kama hivyo vinaonyesha kujitolea kwa Kenya
kulinda watetezi wa haki za binadamu na wanaharakati, haswa wale wanaokabiliwa na hatari kubwa kutokana na kazi zao. Wakati huo huo, mashirika haya yametaka uchunguzi wa kina na wa uwazi kuhusu tukio hilo. Wanadai uwazi juu ya utambulisho, nia na mitandao ya nyuma ya jaribio la utekaji nyara huo. Zaidi ya hayo, wamezitaka mamlaka kuchunguza mwelekeo wa mpaka wa kesi hiyo, hasa katika mpaka wa Kenya na Tanzania ambako tukio hilo linaonekana kutokea. Uwezekano wa operesheni ni kubwa, iliyopangwa bado ni jambo kuu. Wito wa uwajibikaji unaenea zaidi ya wale ambao tayari wamekamatwa. Watetezi wa haki za binadamu wanasisitiza kwamba watu wote, iwe wa Kenya, wa Tanzania au kwingineko, waliohusika katika tukio hilo la utekaji lazima wafikishwe mahakamani au wakamatwe. Hii ni pamoja na wale ambao wanaweza kuwa wamefadhili au kuelekeza operesheni kutoka nyuma ya pazia. Kesi hiyo sasa inafuatiliwa kwa karibu kama kielelezo kinachowezekana cha jinsi mataifa ya Afrika Mashariki yanavyoshughulikia ukiukaji wa haki za binadamu wa mipakani. Wakati huo huo, mwanaharakati wa Tanzania Boniface Mwabukusi amejibu kukamatwa kwa watu hao hadharani kupitia posti ya mtandao wa kijamii, akionyesha kwamba raia wa Tanzania ni miongoni mwa waliozuiliwa. Alibainisha kuwa watu waliokamatwa ni pamoja na Mkenya mmoja ambaye ni dereva na Watanzania wawili waliohusika kumteka nyara, hivyo kuzua maswali kuhusu ushiriki wa watendaji wa Tanzania katika tuhuma hizo za uhalifu. Matamshi yake yanaashiria kuongezeka kwa wasiwasi ndani ya Tanzania kuhusu mwenendo wa raia wake na athari za taswira ya nchi kimataifa. Aidha, Mwabukusi alibainisha kuwa zaidi ya watu 11 wa ziada wanaripotiwa kuwa chini ya upelelezi, jambo linaloashiria kuwa huenda kesi hiyo haijakamilika. Alisisitiza kuwa Watanzania wanafuatilia kwa karibu yanayoendelea na wanatarajia uwajibikaji kwa waliohusika. Ufafanuzi wake unaonyesha hisia pana miongoni mwa waangalizi wanaoamini kuwa kesi hiyo inaweza kufichua masuala ya kina ya kimfumo yanayohusiana na usalama na utawala. Pia aliibua maswali muhimu kuhusu vipaumbele vya vyombo vya usalama vya Tanzania, akipendekeza kwamba jitihada zinaweza kuelekezwa vibaya. Kwa maoni yake, mamlaka zinapaswa kuzingatia kulinda raia na kusimamia haki badala ya kujihusisha na vitendo vinavyoweza kudhoofisha imani ya umma. Matamshi yake yamezua mjadala kuhusu iwapo kuna uangalizi na uwajibikaji wa kutosha ndani ya miundo ya usalama ya eneo hilo. Hali hiyo pia imevutia umuhimu wa ushirikiano wa kikanda katika kukabiliana na uhalifu na uvuka mipaka ya kitaifa. Wachambuzi wanahoji kwa ushirikiano mzuri kati ya Kenya na Tanzania utakuwa muhimu katika kuhakikisha haki inatendeka haraka. Hii ni pamoja na kushiriki taarifa za kijasusi, uchunguzi ulioratibiwa na kuzingatia viwango vya kisheria vya kimataifa. Bila ushirikiano kama huu, kesi kama hizi zinaweza kuwa za muda mrefu na zisizotatuliwa. Mtazamaji, nikitamatisha habari hizi na kuomba uweze kuchukua sekunde yako moja kunijuza maoni yako upande wa comment section kuhusiana na watekaji nyara hawa kutoka Tanzania waliokamatwa na DCI wa Kenya. Vile like video hii kisha subscribe na ubonyeze kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.